Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ndugu mtazamaji wa Ibn Jazar TV popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi chetu maridhawa. Kipindi kiitwacho Jifunze Kiarabu Leo. Kipindi ambacho kinalenga kukufundisha lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ni miongoni mwa lugha ambazo kwa sasa zinakuwa na ni muhimu sana kimataifa, kiasi ambacho kila kukicha watu wanasisitizwa kujifunza lugha ya Kiarabu. Na kwa hapa nchini Tanzania, lugha ya Kiarabu ni miongoni mwa lugha ambazo sasa zinakwenda kutengeneza ajira kadha wa kadha katika nchi yetu ya Tanzania. Jina langu ni Hamza Shambani Lusambo, siko peke yangu leo, niko na mwalimu nguli wa lugha ya Kiarabu nchini Tanzania. Si mwingine bali ni yule tuliokuwa naye mwaka jana katika kipindi cha Jifunze Kiarabu. Na mwaka huu tumesema hapana, kwa kuwa kwa namna moja ama nyingine tulifaidika naye mwaka jana, basi na mwaka huu tuendelee kufaidika naye. Ni Sheikh Taha, tuko naye hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena studio za Ibn Jazar TV. Naam, asante sana, nashukuru na nimekaribia. Tulikumisi sana kwa sababu ulituonjesha vionjo vya lugha ya Kiarabu, baadaye naona ukapotea, lakini walilahi alhamdu umerudi tena. Naam, nashukuru nimerudi tena na tumerudi vingine zaidi inshallah. Tumerudi kivingine. Na watazamaji nadhani wanatarajia tutafika huko, wanatarajia kusikia ni kitu gani kipya au ni wanaweza wakapata ladha gani tena ya Kiarabu, miongoni mwa lugha ambayo naamini watazamaji wanatamani sana kuielewa. Lugha ya Kiarabu ambayo watayapata kwanza ni kujua historia ya lugha ya Kiarabu. Na ni kwa nini Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Kwa nini katuletea mtume ambaye ni Mwarabu. Kwa nini asingetuletea mtume Mswahili kutoka Afrika, lakini kamleta kutoka Arabuni na kaileta Qur'an kwa lugha ya Kiarabu kulingana na umuhimu wake na ufahamu wake. Kwa tutaona mengi ambayo tutaelezea kutokana na historia ya lugha ya Kiarabu. Kama vile Mwenyezi Mungu alivyo iteremsha Qur'an kwa lugha ya Kiarabu. Ina malengo yake, ina maana yake na ina historia yake. Lakini vile vile na uzuri wake, na umaarufu wake ndio ambao tutaweza kueleza zaidi katika kipindi chetu hiki. Lugha ya Kiarabu ni miongoni mwa lugha ambazo tunaziona kwa sasa zinachipukia. Yani kama kuna lugha ambazo kwa sasa kimataifa zinakuwa ni lugha ya Kiarabu. Na tumeshuhudia hata ndugu zetu ambao sio Waislamu wanajifunza kinaga ubaga lugha yani ya Kiarabu. Unahisi kwa nini kwa sasa kimataifa lugha ya Kiarabu inakwenda kuwa miongoni mwa lugha kubwa sana duniani? Ni kwa sababu ya umuhimu wake. Kwa sababu ya umuhimu wake, na hata tukiangalia kitabu cha Qur'an kimeshushwa kwa lugha ya Kiarabu. Na hapo wasiokuwa ambao ni Waislamu pia wanakisoma, kwa sababu ndani yake kuna mafunzo mbalimbali ambao wanayapata. Kuna maani za Qur'ani ambazo wanazipata zilizoelezwa, na zina mambo mengi ambayo watu wanayatumia. Teknolojia mbalimbali zimeelezwa ndani ya Qur'ani na watu wanazitumia. Kwa hiyo uweze kuzijua zile teknolojia ambazo zimetajwa ndani ya Qur'ani mpaka uweze kuisoma Qur'ani na uweze kuifahamu kwa kupitia lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo hakuna lugha nyingine ambayo utaweza kuitafsiri Qur'ani, lazima kwanza ujue Kiarabu. Na ndio maana ndugu zetu sasa hivi wengi, hata wale ambao sio Waislamu, wanajitahidi kuisoma lugha ya Kiarabu. Lakini kwa nchini kwetu hapa Tanzania mathalan, kuna hizo ajira ambazo zinakuja, kuna fursa ambazo zinakuja kwa lugha ya Kiarabu katika mashule mbalimbali, katika maofisi mbalimbali ambayo yanatumia lugha ya Kiarabu au lugha za kigeni. Miongoni mwa lugha hizo ni Kiarabu, kwa sababu wapo wageni ambao ni Waarabu wanakuja na wanaingia wanatoka. Kwa hiyo ni muhimu na ni lazima watu sasa hivi kuchangamkia fursa hizo, ili tuendane sawa na wakati, twende na wakati. Yani tusipitwe na wakati. Ya, ndugu mtazamaji, niko na Sheikh Muhammad Taha, na kipindi cha leo ni tunaweza tukasema kwamba ni kipindi cha ufunguzi wa kipindi chetu hiki cha Jifunze Kiarabu Leo. Hapo baadaye Sheikh Taha atatupeleka kutuambia ni kwa namna gani atakwenda kukifanya Kiarabu kwa sisi ambao tunajifunza kuwa chepesi, kwa sababu kuna watu wanaamini kwamba lugha ya Kiarabu ni ngumu ukifananisha na lugha zingine za Kiingereza. Yeye atatupeleka kwa kile ambacho anakwenda kukifanya na kwa namna gani anakwenda kuifanya lugha ya Kiarabu iwe nyepesi katika kujifunza. Tupate mapumziko mafupi, halafu kisha tutarejea. La yasma'una fiha lagwan
ولا كذابا. Je, umewahi kusikia sauti inayopenya mpaka rohoni? Je, unataka kujua siri ya ladha ya sauti nzuri kwenye Qur'ani tukufu? Karibu kwenye Ladha ya Makamati, kipindi kinachofundisha kwa weledi kuhusu makamati mbalimbali kama vile nahwandi, rasti, barawa pamoja na bayat. Hapa utakutana na walimu mbalimbali waliobobea katika makamati mbalimbali, na kupitia ujuzi wao watakufundisha jinsi ya kutumia makamati mbalimbali katika usomaji wa Qur'an. Unakosaje kipindi hiki? Kwa mfano ni hapa Ibn Jazar TV. Naam, asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Asante sana kwa kuendelea kusubscribe channel yetu ya Ibn Jazar TV. Kwa kweli unatuheshimisha sana, lakini pia tunajifaharisha sana kuwa na mtazamaji kama wewe. Kipindi tulichokuwa nacho muda huu ni kipindi cha Jifunze Kiarabu Leo, tukiwa na mwalimu wetu wa lugha ya Kiarabu nguli kabisa, ambaye kwa namna ya pekee anakwenda kutufanya tuweze kukijua Kiarabu kiwepesi kabisa. Sheikh Muhammad Taha, watazamaji wanatamani kujua ni kwa namna gani utaweza kukifanya Kiarabu, lugha ambayo watu wanaamini ni lugha ngumu kujifunza, kuwa nyepesi kiasi ambacho baada ya somo lako wawe sasa wanaongea Kiarabu kama Waarabu wenyewe. Karibu. Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli kitu chochote ambacho unataka kujifunza, kwanza ni lazima kwanza utie nia. Uwe na nia thabiti kutaka kujifunza kile ambacho unataka kujifunza. Kwa hiyo kwa watu ambao wanataka kujifunza Kiarabu, kwanza wawe na utayari. Utayari kutoka ndani ya nafsi zao wao wenyewe bila kusukumwa na mtu yoyote. Lakini kwa ushawishi kwa mwalimu ni kuweza kumfuatilia mwalimu kutokana na miongozo ambayo anaitoa. Ile miongozo ambayo anaitoa wewe uifuatilie moja baada ya mwingine. Lakini kuwa na vifaa vile vile ambavyo tunapendekeza kama mwanafunzi, kuwa na kitabu, kuwa na daftari, lakini kuwa na kamusi kama hivyo. Umeona? Kwa hawa ambao wanaanza mwanzo kabisa ni kumfuatilia mwalimu na kuuliza na kufuata zile hatua za usomaji wa lugha ya Kiarabu. Tutakuja kuzielezea. Kuna zile mahara 4 ambazo mtu anatakiwa azifahamu katika kujifunza lugha ya aina yoyote, sio ya Kiarabu pekee. Kuna mahara hiyo ya kusikiliza. Kuna mahara hiyo ya kuandika. Mahara ya kusoma, mahara ya kuzungumza pamoja na kutafsiri, ambazo hizi zote ni hatua za usomaji wa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ukizifuatilia hizi moja baada ya moja mpaka ukafika ile nyingine, basi utaweza kuongea lugha ya Kiarabu. Na sasa hivi mashallah, Mwenyezi Mungu ametujalia, teknolojia imepanuka sana. Kuna wasaili mbalimbali, wasila mbalimbali ambazo zinatuwezesha sisi kujifunza lugha ya aina yoyote ile. Kuna hizi translation katika simu zinapatikana, Android hizi zimewekwa. Zote hizi zimeletwa kuturahisishia sisi kuweza kujifunza vitu mbalimbali. Halikadhalika na lugha ya Kiarabu tusisahau nayo imo katika kujifunza katika vitu hivyo. Labda niulize swali. Tumekuwa tukishuhudia kozi mbalimbali za lugha mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa kama vile lugha ya Kiingereza na lugha nyinginezo. Sometime unakuta au wakati mwingine unakuta kwamba mwalimu anatumia miezi 3 kutoa material yake au ujuzi wake, na hatimaye wanafunzi wanakuwa tayari wana mwelekeo wa ile lugha. Sisi ambao ni wanafunzi wako, tutarajie miezi mingapi tutakuwa tayari walau tuna Kiarabu cha kunywa maji? Hizi lugha nyingine kwa kuwa zinatumika kwa wingi, kwa mfano tuseme Kiingereza. Kiingereza kinatumika kwa wingi. Hata ukienda mashuleni utakuta masomo mengi yanafundishwa kwa lugha ya Kiingereza. Lakini Kiarabu utakuta labda ni mada moja au mada mbili au lugha yenyewe kama lugha yenyewe. Kwa hiyo hawa wanaweza kukutana na watu mbalimbali, misamiati mbalimbali katika huko wanakokwenda mtaani, wanasikia kwa maneno ya Kiingereza. Lakini kwa Kiarabu inakuwa ni ufupi zaidi. Tofauti na nchi ambazo lugha ya Kiarabu inazungumzwa kama lugha. Hata wewe ukienda ukisema mimi ninajifunza Kiarabu mathalan Saudia au Sudani, basi ukienda mitaani, ukienda kona utakutana na maneno ya Kiarabu, kwa hiyo unaokota. Kwa hiyo kadiri ya tunavyojifunza, kiasi cha miezi 6 kinaweza kumtosheleza mwanafunzi kuweza kupata ile misingi hasa ya lugha ya Kiarabu. Cha msingi tu ufuatiliaji. Ufuatiliaji, kwa sababu chochote ukifuatilia katika kujifunza basi kutakuwa na uwepesi wa kukielewa. Lakini bila kufuatilia, inaweza kama mwalimu anafundisha vizuri lakini wewe mwenyewe hufuatilii vizuri, baadaye unaweza kujamtia dosari
ukatia dosari ile lugha yenyewe au ukamtia dosari mwalimu. Lakini kumbe inawezekana kabisa dosari unalo wewe mwenyewe. Kwa hiyo katika kila hatua kufanya mazoezi, kuuliza, kufuatilia ni jambo muhimu sana katika kujifunza jambo lolote lile. Asante sana. Tumalizie, watazamaji wangetaka kujua mwalimu wao ni nani. Tumekuwa na kawaida, inawezekana mwalimu wa kidato cha 4 au kidato cha 2 analetwa anafundisha English course. Isiye kawa walimu wakasema, watazamaji wakasema labda mwalimu kaokotwa tu huko kaletwa ili mradi kipindi kiweze kwenda. Tungetaka kujua sio mbaya na sio dhambi level yako ya elimu na hivyo na kadhalika. Sawa. Asante sana ndugu mtangazaji. Level yangu ya elimu mimi nina degree 2 za kwa maana ya masters degree. Nimesoma degree yangu ya kwanza chuo kikuu cha kimataifa kilichopo nchini Sudan, Khartoum. Na nimesomea masomo ya dirasati islamia au Islamic studies. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu akanijalia nikaweza kupata nafasi nyingine, nikaenda nchini Malaysia na nikasoma chuo kikuu cha Kiislam cha Malaysia, International Islamic University Malaysia. Vile vile nikasoma Islamic Studies au dirasati islamia, lakini nimetakhasus sana katika kismu au department ya Qur'ani and Sunna. Lakini hasa nikafanya research yangu au bahthi yangu katika masala yanayohusiana na ndoa. Kwa hiyo kwenye mambo ya ndoa uko vizuri. Naam, nimefanya research ya master's degree masala ya ndoa. Masala ya ndoa kwa upana wake. Kwa hiyo na hapa nilipo mimi ni kadhi. Wewe ni kadhi? Ni kadhi ndio. Hilo jipya kwangu. Kadhi ni maana nafungisha ndoa. Unafungisha ndoa? Nafungisha ndoa au ni msimamizi wa mambo ya ndoa. Na nipo kisheria. Mashallah. Asante, wewe nimeipenda hiyo. Asante sana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, si tu mwalimu kaokotwa, Ibn Jazar TV hatubahatishi, na utashuhudia mwenyewe tunakuja kivingine kabisa. Tunamleta tena mwalimu huyu, anakuambia ndani ya miezi 6 utakuwa tayari una uwezo wa kuongea Kiarabu cha kunywea maji. Mimi ni miongoni mwa wanafunzi ambao wataweza kukifuatilia kindaki nitumie lugha hiyo kipindi hiki, ili mradi walau na mimi niweze kujua Kiarabu cha kunywea maji. Sidhani kama wewe hautamani kuwa miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh Taha. Sheikh Taha, tufunge kipindi kwa neno lako kwa watazamaji, wanafunzi wako ambao inshallah soon wanaanza kufuatilia. Naam, napenda kuwatangazia wanafunzi wangu au watazamaji wa kipindi hiki, wakifuatilia vizuri kipindi hiki wataweza kupata ufumbuzi mzuri wa lugha ya Kiarabu. Wataweza kufahamu lugha ya Kiarabu na wataweza kuzungumza, angalau hata wakienda katika nchi za watu wanaongea Kiarabu na yeye hatokosa maneno 2 matatu. Cha msingi tu wawe na uvumilivu na ufuatiliaji, twende sambamba nukta baada ya nukta ili tuweze kufikia lengo ambalo limetarajiwa au limekusudiwa kuandaa vipindi hivi. Na samani, kuna kitabu chochote ambacho labda kinahitajika au yani kwamba labda kuna kitabu ambacho labda mtazamaji anaweza labda akakinunua ili mradi mtakapoanza, au knowledge utaitoa kwa mpangilio ambao nadhani utakuwa umeupangilia mwenyewe? Kwa sasa hivi hatujaandaa kitabu maalum, bali tutakuwa tunaokota nukta mbalimbali za kuweza kufanya wepesi lugha ya Kiarabu iweze kufahamika. Kama tunaweza kutoka na maudhui hii, nukta hii, ili tuende sambamba vizuri. Ikihitajika kupatikana kitabu, inshallah tutaweza kutoa kitabu. Nikushukuru sana Sheikh Taha, tunatarajia mazito makubwa kutoka kwako inshallah. Nashukuru sana na mimi alhamdulillah, Shukrani sana. Ndugu mtazamaji wa Ibn Jazar TV, tulikuwa naye Sheikh Muhammad Taha tukifungua kipindi maridhawa kabisa, kipindi kizuri kabisa cha Jifunze Kiarabu Leo, kipindi ambacho inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu wiki ijayo kinaanza kurusha kupitia Ibn Jazar TV. Ulikuwa nami Hamza Shabani Lusambo, bila kumsahau Sheikh Muhammad Taha, mwalimu wa lugha ya Kiarabu, Muhammad Isa cameraman, na bila kumsahau editor wetu ambaye soon inshallah nitamtambulisha katika Ibn Jazar yetu TV. Kila la kheri wa billahi tawfiq, mpaka wakati mwingine, bye bye.